The Tip with Jerison 24. Karibu tena kupitia Jerison 24 uipate hii. Shukran sana kwa wadau mbalimbali ambao wanaendelea kulike, kushare, kucomment kupitia page hii. Love kubwa kwako ikufikie mtu wangu wa nguvu. Ulishawahi kujua kwamba video games zinaweza kukuondolea stress au msongo wa mawazo? Au ulishawahi kufikiria michezo ya video ni burudani tu? La hasha. Sikiliza hii. Huenda ikawa ni wakati wa kuangalia tena hobi hii maarufu. Michezo ya video inaweza kushikilia ufunguo wa kutoa matibabu ya afya ya akili kwa bei nafuu tu, bila unyanyapaaji wowote wa mtu aliyekuwa na matatizo ya afya ya akili ulimwenguni. Ripoti iliyochapishwa katika jarida la JMIR Serious Game ilikagua utafiti kuhusu athari za michezo ya video ya kibiashara kwenye mfadhaiko, wasiwasi na masuala mengine ya afya ya akili. Iligundua kuwa kuna ushahidi wa kisayansi unaounga mkono uwezekano wa michezo ya video kuboresha matokeo ya afya ya akili, haswa kwa watu ambao hawawezi kufikia aina zingine za matibabu kwa sababu ya gharama au eneo. Hili linaweza kuwapa wachezaji bilioni 2.7 duniani fursa kwa manufaa makubwa ya afya kihisia. Kwa ripoti hii, watafiti kutoka Lero, kituo cha utafiti cha programu ya sayansi cha wakifu wa Ireland, waliangalia tafiti za awali kuona kama michezo ya video ya kibiashara, si michezo maalum ya matibabu, inaweza kujaza mapengo yaliyopo katika matibabu ya afya ya akili, haswa kwa unyongofu na wasiwasi. Ushahidi unaonyesha kwamba michezo ya video inaweza kusaidia kupunguza dalili za mfadhaiko kama vile kupoteza raha. Michezo ya video kama Minecraft ambao unaiona hapo na Animal Crossing New Horizons ambao unaiona hapo kukuza muunganisho wa kijamii na kupunguza upweke. Vile baadhi ya michezo ya video hutoa faida za udhibiti wa hisia. Katika utafiti mmoja, vijana ambao walicheza Mario Kart ambao unaiona hapo walikuwa na ujuzi bora wa udhibiti wa kihisia kuliko wenzao ambao hawakucheza kabisa mchezo. Zaidi ya hayo, michezo ya video inaweza kutumika kama kisumbufu cha matibabu ambacho kinachoweza kusaidia kudhibiti hisia, kupunguza hisia na hata kuibua furaha. Uchunguzi pia umeonyesha kuwa michezo ya video inaweza kusaidia kushughulikia na kutibu dalili za wasiwasi. Katika jaribio la mtu mmoja, watu wenye wasiwasi ambao walicheza mchezo wa ulinzi wa mnara, yani Plant vs Zombies, mara 4 kwa wiki kwa angalau nusu saa kila siku, walipata matokeo bora ya afya ya akili kuliko wale waliotumia dawa. Katika baadhi ya majaribio, michezo ya video kama Max and the Magic Maker pia ilionyeshwa ili kusaidia kuzuia wasiwasi mkubwa kwa watoto. Kwa ujumla, watafiti wamegundua kwamba michezo ya video, yani games, ambayo kwa kawaida inalenga burudani, ina ufanisi katika kutoa manufaa ya afya ya akili. Kama vile michezo ya video inayopendekezwa iliundwa kwa ajili ya athari za matibabu. Michezo ya video tayari ni maarufu miongoni mwa watu wenye umri wa miaka 18 hadi 54 ambao pia huwa na viwango vya juu vya masuala ya afya ya akili. Kadiri watu wataelewa utafiti huu kwa manufaa ya kihisia ya michezo, inaweza kusaidia kuondoa dhidi ya hii michezo ya kubahatisha na magonjwa ya akili. Una lipi la kusema kuhusiana hii? Comment hapa kupitia The Tip siku hii leo ndani ya mtandao wa Jerison 24. The Tip with Jerison 24.